uwanjani akiwa na chechemea, alipata jeraha ambalo bado taarifa ya tabibu haijatoka kutoka klabu yake. Kwa hiyo yote kwa yote akipasua Pacome waoka mikate Azam FC, ushindi wa mabao 2-1 Young Africans wakitakata jana kunako ligi kuu ya kandanda Tanzania bara. Ndio ulikuwa ni mchezo ambao kwa taswira ya nje tunajua Yanga wakiwa wanaenda kucheza dhidi ya Azam au Simba wakiwa wanaenda kucheza dhidi ya Azam, ndio eneo ambalo unaweza kuwa na wasiwasi sana kwamba wanaweza wakadondosha alama. Kwenye ligi yetu kuna timu chache sana ambazo zinaweza zika challenge hizi timu kiwanjani, na ukaona kabisa kwamba wako kwenye hiyo hatari ya kudondosha alama kwenye mchezo ambao wanakwenda kucheza. Na mara nyingi nimekuwa nikisema kwamba Azam ni moja kati ya timu ambazo kuna muda zinazifanya hizi timu mbili za Simba na Yanga aidha kuzisaidia au kuzifanya zisiweze kuchukua ubingwa. Kutokana na kwamba kuna muda Yanga na Simba wanaweza wakawa wanafukuzana let's say kwenye ubingwa, alafu kuna fixture ya Azam zidi ya mmoja wapo kati yao. Kwa hiyo una expect kwamba watakapokwenda kucheza kila mtu anaangalia kwamba ni nini kinaweza kwenda kutokea. Kama atadondosha alama inamaanisha kwamba mbio za ubingwa tayari zinaendelea kuwa ngumu kwake, kwa sababu tayari yule ambaye atakuwa hachezi na Azam kwa wakati huo, uhakika wa kushinda mchezo mwingine ambao yeye anacheza unakuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo kwa picha ya nje tu ile utakuja kuwa mchezo mgumu sana, lakini nadhani kwenye namna ambavyo mchezo ulikuwa kiwanjani kulikuwa kuna ugumu fulani, lakini nadhani kuna namna fulani Azam waliwarahisishia Young Africans namna ambavyo mchezo ungepaswa kuwa mgumu zaidi. Na nadhani moja kati ya eneo ambalo kwa jana nilitazama sana ni namna ambavyo wachezaji wa Young Africans walikuwa wanawajibika vizuri sana kwenye majukumu yao, na Mwalimu Hamdi dakika za kwanza kabisa intensity ya game ilikuwa ni kubwa sana, na alijaribu kuweka pressure kwenye mpira wakati Azam wakiwa nao, na baada ya kuwin walikuwa wanafanya vitu sahihi sana, wanapasiana mpira vizuri, wanakaa kwenye position ambazo ni nzuri, na baada ya hapo mikimbio ikawa mizuri sana nyuma ya safu ya ulinzi ya Azam, and then wakawa clinical kwenye nafasi ambazo walizitengeneza kwenye hicho kipindi cha kwanza. Lakini nadhani kuna namna fulani ambavyo nilikuwa natazama mwalimu wa Azam FC alikuwa outshined kwenye mbinu, kutokana na kwamba ulikuwa ni mchezo ambao alikuwa anajua kabisa kwamba Yanga wana wachezaji wengi sana ambao ni runners kwenye eneo la ushambuliaji, kwa maana ya watu ambao wanaweza wakafanya mikimbio nyuma ya safu ya ulinzi, na wana wachezaji ambao ni mapasa wazuri sana kwenye eneo la katikati ya kiwanja, ambao shughuli ya kuweza kuupasi huo mpira nyuma ya eneo la ulinzi ya Azam haiwezi kuwa changamoto kwao. Lakini kile ambacho alienda kukifanya Mwalimu Rashid Tausi, aliwaanzisha of course mabeki wawili ambao ndio walikuwa wanapatikana nadhani, kwa maana ya Eva Meza ambaye kiasili ni kiungo wa kati, pamoja na Yoro Diaby. Hao ni wachezaji ambao kasi yao kiwanjani ni ndogo, yani sifa yao kubwa sio kuwa na kasi. Unatakiwa kuwatengenezea mazingira ambayo watazuia bila kuitumia pengine kasi yao kwa kiasi kikubwa. Na ukijaribu kuangalia Azam kwenye kipindi kikubwa sana cha mchezo walikuwa wanakabia kwenye eneo la katikati ya kiwanja, na mara chache walikuwa wanakabia kwenye eneo la juu ya kiwanja. Sasa ukiwa unakabia kwenye eneo la katikati ya kiwanja au juu ya kiwanja, inamaanisha kwamba kuna space kubwa sana ambayo itakuwa inajitokeza kwenye eneo la nyuma ya safu ya ulinzi nyuma ya safu ya ulinzi ya kwako, kitu ambacho kiweza kikafanya ikawa rahisi kwa wapinzani kama watakuwa na wachezaji ambao wanaweza wakaishambulia hiyo space. Na ndio ambacho kilitokea. Goli la kwanza, goli la pili, na hata kosa ambayo Dube aliifanya, lakini pia kuna kosa nyingine ambayo nadhani Mudathir aliifanya, ilitokea kwenye mazingira hayo ya nafasi ambayo ilikuwepo nyuma ya safu ya ulinzi ya Azam. Kwa hiyo nadhani solution nzuri kwa hapo, kwa aina ya mabeki wakati ambao walikuwa wanaanza, kutokana kwamba walikuwa hawana kasi, nitegemea kwa sababu wakati ambao walikuwa wanahitaji matokeo, unaona intensity ambao waliweka kwenye mchezo. Lakini kuna muda ambao Yanga walikuwa wanacheza kwa ajili ya kuweza kuprotect kile ambacho wako nacho. Kipindi cha pili intensity ya game ilibadilika kabisa. Yanga walikuwa kuna namna fulani wanapasiana, unaona kabisa kwamba wanataka kulinda kile ambacho wako nacho. Kwa hiyo sababu kwa ulikuwa ni mchezo mzuri, lakini kwenye issue ya mbinu nadhani Rashid Tausi alikuwa outshined na Hamdi Merudi. Kwenye swala la mbinu anasema hapa kocha Rashid Tausi alizidiwa mbinu hizo na kocha Merudi. Anasemaje mzee? Shughuli imekwisha jana. Kutoka chini kwa goli mbili.
moja. Yeah. Nadhani kila kitu kilisha kipindi cha kwanza. Ile mechi ilisha kipindi cha kwanza. Kipindi cha kwanza, na ni timu chache sana kama sio hakuna ambazo zinaweza zikakeep up na ile intensity ambayo Yanga alianza nayo mchezo. Makosa na mapungufu mengine yote ambayo unayaona yamejitokeza kutokana na vile ambavyo Yanga wameanzisha ule mchezo. Kasi ya juu sana, kwa kila kitu inabidi kimove as fast as possible. Kama ni maamuzi ya kukaba ama ya kuachia mpira, kila kitu kinabidi kifanyike katika hiyo kasi. Na sio kwamba walikuwa wanaweka tu pressure kwenye kukaba, lakini angalia hata movement zao wao wakiwa na mpira na kasi yao wao wakiwa na mpira, kwenye kufanya maamuzi, kwenye kutafuta space na kutengeneza hizo chances. Kila kitu nao pia walikuwa wanakifanya katika kasi ambayo ni kubwa. Kwa hiyo unajikuta wewe unatakiwa kutumia kasi kwenye kukaba, unatakiwa kutumia kasi pia kwenye kufanya maamuzi unapokuwa na mpira. Kwa hiyo unajikuta automatically kama hauko kwenye uwezo kukeep up na hiyo pace, kuna makosa unakuwa unayafanya unapokuwa na mpira, na kuna makosa unakuwa unayafanya ukiwa hauna vile mpira, kwa sababu kila kitu kinafanyika katika kasi ya hali ya juu sana. Kwa namna ambavyo mchezo ulianza, umesema kwa kasi na nini, Azam ni kwamba walikutana na kitu ambacho hawakukitarajia. Sio kukitarajia, kwanza wanajua kwa sababu wameshacheza na Yanga mara ngapi na kwa tatu katika msimu mmoja. Lakini kujua ni swala moja, alafu kukeep up na kile kitu ni swala lingine kabisa. Kujua swala moja, kukeep yani kulimudu sasa nalo. Kulimudu ile swala. Kama umejua kama issue ni hii, sasa kuimudu hiyo kitu ichokijua ni swala lingine kabisa. Unaikeep wewe. Wajua ndani ya dakika 10 tu ilishaonyesha timu gani inahitaji alama tatu kwenye ule mchezo, timu gani inahitaji zaidi ushindi kwenye ile mechi. Of course Yanga alianza na gia fulani hivi ambayo ni kubwa sana, ambayo Azam walishindwa kuendana nayo bila mpira na wakiwa wana mpira pia. Bila mpira walikuwa naona jinsi ambavyo walikuwa wana press kuanzia juu ili kuwafanya Azam wasipate mazingira mazuri ya kurelax wakiwa na mpira, kutengeneza pattern na vitu kama hivyo. Then hata Yanga akiwa na mpira walikuwa na move very fast, ule mpira unatembea haraka, tena zini pasi za usahihi, then movement za wale wachezaji zilikuwa ni nzuri. Na bila mpira pia Yanga walikuwa na runners wengi ambao walikuwa wanatoa options za kupiga pasi za hatari kuelekea kwenye lango la Azam FC. Kwa ndani ya dakika 10 tu kwa shaona Yanga kila ambacho walikuwa nakifanya kwa usahihi mkubwa sana. Na ile ni mechi ambayo ni mechi kubwa. Na mechi kubwa mara nyingi sisemi kwamba huwa haziamuliwi kimbinu, lakini utayari wa wachezaji kuanzia kwenye akili ndio ambao huwa unaamua sana kwenye michezo mingi ambayo ni mikubwa, kwa ajili zinakutana timu mbili ambazo quality yao hazijapishana sana. Kwa hiyo sio issue ya mbinu zaidi, ni issue ya utayari mental ya wachezaji kuweza kupambana pale uwanjani. Yanga walimaanisha kweli, yani waliingia pale wakijua kwamba kweli leo tunaenda kucheza big match. Lakini Azam FC waliingia pale hawakujua kwamba wanaenda kucheza mechi ambayo ni kubwa kwa kiasi kile. Mpinzani ameshakuja na kasi ya namna ile, jaribu kuwa compact karibu na goli lako, fanya space kuwa finyu, usitengeneze mazingira ya watu ku run behind line yako ya ulinzi mara kwa mara. Then ukiupora mpira muonyeshe kama una hatari ambayo unaweza kumdhuru kwenye counter attack, ili umfanye na yeye kama ameanza na gia 60 kidogo apunguze. Lakini kama unamwachia game, unampa options za wachezaji wake kurun behind line yako ya defenders, gap unamwachia, pressure huweki ya kujitosheleza. Ukiwa na mpira haufanyii chochote, automatically yule ambaye ameingia na matamanio ya kushinda zaidi ya hiyo game anakuwa anajifeel kwamba hizi ndo nyakati ambazo mimi natakiwa kuteki hii advantage ambayo ya mwenzangu bado haja pop up na mchezo, mimi niteki hii advantage ni mbabue huyu. Na kusema ukweli kwa Yanga jana hawakuwa tu na ufanisi wa level hiyo, lakini first half tu Azam wangeweza kuchukua hata chuma 3 mpaka 4. Azam waliingia pale labda walihisi kwamba ile ni game labda dhidi ya timu kama Kagera ama kama Mashujaa. Waliingia labda wakiwa na kumbukumbu ya mechi yao ya raundi ya kwanza ambayo waoka mikate yao wakitakata na ushindi wa goli 1-0. Kwa hiyo Yanga aliingia pale wakimaanisha kweli kwamba tunaenda kucheza big match, lakini Azam hakuingia kwenye mazingira kama hayo. Kwa hiyo kuanzia mentally ule utayari wa wachezaji ulikuwa unaonekana haupo pale.
Then kuna baadhi ya vitu ambavyo inawezekana kibinu pia huwezi sana kumlaumu kocha. Kuna baadhi ya vitu unajua ni vya ndani ambavyo huwezi kujua. Kwa mfano kuna baadhi ya watu wanalaumu kwa nini kama alikuwa anakosekana Fuentes kwenye center back, kwa nini pale asicheze Zuzu, yule center back ambaye amesajiliwa kwenye dirisha dogo, matokeo yake acheze Meza ambaye jana alikuwa na mchezo mbaya na kiuhalisia yule center back ni kiungo mzuiaji na hata uwezo wake wa kudefend sio kwamba ni mzuri kiasi hicho, na ndio maana jana ule upande wake yeye ambao alikuwa anacheza yeye pamoja na Msindo ulikuwa unaonekana umeelemewa sana kulinganisha na ule upande ambao alikuwa anacheza Yoro pamoja na Msaji. At least ule ulikuwa unaonekana kidogo unahimili, lakini upande mwingine ulikuwa unaonekana unavujisha sana. Of course Zuzu alikuwepo kwenye bench, lakini unajua mchezaji anaweza akavaa jezi lakini asiwe 100% fit. Ni kitu ambacho hata kilishawahi kuwakuta Yanga kwenye mechi dhidi ya Alger. Pacome alivaa jezi akaenda hadi pale uwanjani na hakuanza ile mechi, na watu wakajiuliza sana kwa nini tunataka kushinda huyu hapangwi, lakini baadaye zikatoka taarifa kwamba Pacome alikuwa na malaria na vitu kama hivyo, kwa hiyo alikuwa hawezi kuanzisha mechi. Kwa hata Zuzu jana amezikana alikuwa pale lakini hakuwa fit, kwa hiyo alikuwa tu kama pale emergency kwamba ikitokea hivi aingie. Then first half Faisal alikuwa ameanza kama post number 9, nyuma yake alikuwa Sopo. Ni kitu ambacho pia kingine hakikuweka kwa ajili kama unamchezesha mchezaji wa kiungo kwenye eneo la center forward, ikitokea anapokea mipira yoyote, maana hana runs kama za center forward, hawezi kuistretch ile line ya ulinzi sana, atakuwa anapokea mipira labda between the line, then utegemee technique yake ya connect na wenzake, lakini hata mipira ilikuwa ikienda mbele ulikuwa one run kutoka kwa Nado za kushambulia box ya Yanga na hivyo pia kwa Jibril Sila. Kwa hiyo ulikuwa uelewi Azam kuanzia kwenye kudefend wakiwa na mpira na hata kwenye kuattack hakuna chochote ambacho walikuwa wanakifanya cha maana sana, na ndio maana mechi nzima wameshot on target mara moja tu. Tena mara yenyewe moja ni kutokana na mpira ambao ile foul ya Faisal, na hiyo ndio ambayo kazaa gol. Lakini tofauti na hapo Diarra hakuwa na kazi nyingine yoyote ya muhimu pale uwanjani, na Yanga alitengeneza chance nyingi sana. Kwa hiyo kuanzia first half mpaka dakika ya 90 ilikuwa ni Yanga tu wafanye nini Azam, kama wanataka kuwababua 3 4 5 ilikuwa ni ndio yao, lakini Azam FC hawakujipanga kabisa kukabiliana na mechi ambayo kubwa, yani waliingia ni kama wanakabiliana na Kagera, the likes of Nadhani walijipanga sema the standard ambayo Yanga waliingia nayo. I think walienda kuonyesha kwamba this is the standard to set up. Sawa.